Mpendwa mtazamaji, ni kualika katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 11 ya mwezi Mei 2026, siku ya Jumatatu. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane sura ya 15 aya ya 26 hadi sura ya 16 aya ya 4. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnamshuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakapodhania kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa na familia ya Mungu, sehemu ya Injili tuliyosikia leo, Yesu anaendelea kuhakikishia wanafunzi wake huyo msaidizi ambaye atamtuma atokaye kwa Baba, ndiye Roho Mtakatifu. Na huyo Roho anakuja kututia nguvu ili sisi tuweze kupata ujasiri wa kumshuhudia Kristo, kama ambavyo tumebatizwa katika jina lake na kualikwa sisi kuwa washuhuda wa mambo haya. Kumbe basi, ndugu zangu, tuzingatie huyu Roho ambaye anatutia nguvu, ndipo tutaweza kuwa imara kuisimamia imani yetu, kuwa imara kumtetea Kristo mfufuka, na kuwa imara kuishi yale ambayo Kristo sisi anatutaka tuyaishi. Na huyo Roho ambaye anakuja kutuimarisha, tusiteteleke. Tumkaribishe katika maisha yetu, tumkaribishe katika roho zetu na nafsi zetu, ili aweze kututia ujasiri wa kutenda yaliyo mema. Mara zote Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kuweza kutenda yaliyo mema na kukataa yaliyo mabaya. Hata kama watu 1000 watasimamia neno baya, kama unaye Roho ndani mwako atakuongoza kutenda lilo jema, na usiogope kutenda lilo jema daima kama umeongozwa na Roho. Tumsifu Yesu Kristo. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.